Huu si msafara wa kiongozi wa siasa, bali ni msafara wa mashabiki wa mpira wa miguu wenye mapenzi ya dhati na timu yao. Haipingiki kuwa mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo unaopendwa zaidi duniani. Mchezo huu wa mpira wa miguu wa mtaani maarufu kama Ndondo Cup ni mchezo unaowakutanisha watu kutoka sehemu tofauti tofauti. Mchezo huu si tu sehemu ya burudani, bali ni sehemu inayotazamwa kama njia ya kufikia malengo makubwa ya wachezaji chipukizi. Kwenye soka mimi ndoto zangu nataka nije kuwa mchezaji mkubwa. So hapa tunapocheza nicheze mbali sana. Ndoto yangu mimi sio kucheza ndondo tu. Lazima ndoto yangu nifike mbali. Ndoto zangu ni kuchezea ni kufika mbali. Mashindano ya Ndondo Cup kwa vijana yanatoa fursa mbalimbali ya kuonekana sehemu tofauti tofauti kutokana na vipaji vyao kuongea pindi wanapokuwa uwanjani. Umuhimu wa ndondo, pale ambapo unahitajika ukaitwa ukafanya kazi yako vizuri, basi faida utaiona. Na unapokutana na watu tofauti tofauti ndipo pale unapozidi kuwa maarufu na kujua na kuendelea kuwa kwenye fomu zaidi hapo. Kwa mpira tunakutanisha na watu wengi, wengine hatuwajui, wengine tunawajua, lakini hasa zaidi ni kufika mbali. Kwa hiyo tunafurahi tunapokutana na watu ambao sometimes tunabadilishana namba, kesho na kesho kutwa tunaenda kucheza huku na cheza huku. Hiyo ndio kitu ambacho kinatujenga. Kesho na kesho kutwa tunajikuta tupo mbele kutoka tunajuana na watu wengi. Ligi za ndondo faida kuu ya kwanza napenda inatuunganisha na kufahamiana na watu tofauti. Leo hii nipo Itigi na pia kwa ndondo labda sehemu nje ya mkoa napata rafiki, na maana kutakuwa na ile faida mwenyewe hapo. Hata kama nikishatengeneza mahusiano mazuri na jamaa ambao nimekuta nje ya Itigi, nikatengeneza mahusiano mazuri, maana najenga ni urafiki, maana mchezo ni sanaa. Leo hii kwenye mpira nikapata rafiki kule nje ya mkoa, kukapatikana nafasi za kazi au mwanangu kuna rafiki yangu wapi Itigi, hapa kuna nafasi nyingi za kazi kule mkoa tofauti. Njoo bwana, kuna nafasi fulani ya kazi, njoo tufanye. Kupitia lini? Kupitia Ndondo Cup hiyo. Umetoka hapa umeenda kucheza sehemu nyingine tofauti na hapa. Ili kuendelea kulinda vipaji kwa wachezaji chipukizi na wenye malengo ya kufika mbali katika soka, wachezaji wanatoa wito kwa wadau wa soka na wenye kusapoti mpira wa miguu. Wadau wa soka waendelee kutusapoti sisi vijana wao ambao tunachipukia. Waendelee kutusapoti kwa sababu wao wanapokuja basi kutuanzishia ligi tunapata vitu mbalimbali. Kwanza tunakuwa na afya bora, tunajenga mioto vipi kupitia mpira. Kwa hiyo tunaomba wawekezaji waendelee kuja, waanzishe ligi mbalimbali na sisi tutaonesha vitu tulivyonavyo. Wadau wa soka wajitokeze ili kutusapoti vijana. Vijana tupo kwa ajili yao na tuwaangushi. Wito wangu ni waje, na kuja kwao ni kuja kutuangalia sisi vijana jinsi ambavyo tunapambana, tunajifunza nini, tunaongeza kipi, ili wao wawe na support kubwa sana kwetu sisi ya kutusaidia na kutusaidia na kupata timu, kwa sababu bila wao sisi hatuwezi kufanya chochote. Bila wao hatujaweza kuwa wazuri zaidi, bila wao pia hatujawa na wadau wazuri. Kwa hiyo tunawaomba wajitokeze kwa wingi, tuje tufanye nao kazi pamoja ili tufikie malengo. Kwa wadau wa soka mimi naona wafanye hivyo. Kama kuna mtu anaweza kuwekeza katika soka awekeze, kwa sababu soka sasa hivi limekuwa ni ajira. Wawekeze licha ya kwamba wao watapata faida na hata wachezaji baadhi watapata faida na wachezaji wengi watatoka na kufika juu zaidi kupitia nini? Kupitia huu uwekezaji. Wito wangu kwa wadau wa soka hasa hususan yaani kwetu hapa Itigi umekuwa ni mdogo sana tofauti na sehemu zingine, maana hakuna support yote ya viongozi na hamna ligi yote ambazo maana kama sasa hivi hapa ligi kisha tukia mara moja kwa mwaka, mara mbili kwa mwaka. Hapo sasa tutajenga nini? Hamna kinachofanyika zaidi hapa. Labda support yangu mimi, shauri yangu kwa viongozi tu wajitokeze kwa wingi kuja kusupport na sisi hapa tuonekane katika sehemu mbalimbali. Changamoto ni sehemu ya kujifunza na kuongeza kitu katika maisha ya soka. Hapa wachezaji wa mpira wa miguu wanasema changamoto wanazokutana nazo na kipi hasa ambacho hujifunza pindi wanapokuwa sehemu tofauti tofauti. Changamoto kwenye mpira ni zipo, sehemu yoyote ile kuna changamoto zake. Changamoto zipo nyingi. Vifaa vya michezo kama vile vifaa vya michezo hatuna kama mipira
jezi. Unajifunza vitu vingi vya kujifunza yani. Kuna vitu vya kujifunza kuchukua kwa watu. Hauwezi kaa kila siku kama unajua wewe. Kuna vingine kuna watu unakutana nao na kuzidi. Lazima upige nao story 2-3 kugaia vitu 2-3 nao pia unaondoka navyo. Wadau wa soka na walezi wa wachezaji nao wanazungumziaje kuhusu mashindano ya Ndondo Cup na kipi hasa ambacho huwa wanalenga pindi wanapoanzisha mashindano, na je, ushauri wao ni upi kwa wachezaji chipkizi ili kufikia malengo yao? Mimi kwa wachezaji ninapenda kuwasihi kwamba wanapopata nafasi wazitumie, waoneshe mchezo bora, waoneshe viwango vyao ili kusudi hata kama akitokea sponsor mwingine basi aweze kuwachukua na kuwapeleka hatua nyingine. Ili uweze kufanikiwa, cha msingi unatakiwa ujitume, ufanye mazoezi kwa bidii ili uweze kuonekana kutoka sehemu ya kwanza kwenda sehemu ya pili. Ushauri wangu mkubwa kwa vijana na si kwa kweli wafanye mazoezi kwa juhudi, maana mpira ni ajira, mpira ni amani, upendo, pia ujenga undugu, ushirikiano. Basi vijana wapambane sana. Kwanza niwapongeze hata wadhamini wa hizi timu. Wamekuwa na mwamko mkubwa, wamesajili wachezaji mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, na kwenye ligi yangu kama msimamizi niruhusu mwenye uwezo wa kusajili yeye asajili. Imradi tu burudani ipatikane kwa vijana, kila mmoja aonyeshe kipaji chake. Na ninaona vijana wameonyesha vipaji vikubwa hata leo kufika hitimisho ya finali. Bila shaka mwitikio umekuwa mkubwa sana. Tumeanza mashindano 2019 na mpaka sasa hivi 2025. Ni msimu wa 7 tangu tumeanza, lakini kwa kanda ya Muhesi ni msimu wa 7. Tunajivunia haya mashindano kwa sababu watu wengi sana wamepata elimu kupitia haya mashindano, lakini pia vipaji vingi vimekuwa vikiinuliwa kupitia haya mashindano. Tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali, hususan halmashauri mbalimbali, halmashauri ya wilaya Manyoni, lakini halmashauri ya Itigi. Viongozi wa serikali nao wanalipi la kusema juu ya kuwa wanatoa mashindano ya Ndondo Cup, na dhumuni lao hasa ni lipi kwa vijana, na wadau wa soka nao wanalipi la kuongea juu ya viongozi na wadau wa soka kwa ujumla? Dhumuni la kuandaa mashindano haya ni kuwashirikisha vijana kwa ajili ya ligi ya ng'ombe, kwa ajili ya kuwaunganisha pamoja, na nimekuwa nikifanya hivyo kuwashirikisha vijana kwa ajili ya kuondoa ulevi na tabia za vijana, ili kuwaweka pamoja kwa ajili ya kuweka michezo, ili kujua kwamba michezo ni ajira, ili waweze kukutana pamoja, kufahamiana, kujenga urafiki, kujenga undugu. Vijana kwa kweli mwamko ni mkubwa. Tumekuwa tukishirikisha vijana wa sehemu mbalimbali, kata mbalimbali, wengine hata wilaya mbalimbali kwa ajili ya mashindano haya. Mwamko wa vijana umekuwa ni mkubwa sana kwa sababu vijana wanajituma, vijana wanapata nafasi hata ya kwenda kucheza nje na kijiji changu. Swala moja kwa vijana, nataka kuwahamasisha kwamba wacheze mpira, kwani mpira ni ajira, hasa kushirikishana kwamba mama yetu amekuwa akijali michezo, amekuwa na zawadi nyingi kwa wachezaji hata kwenye swala la michezo. Kwa hiyo vijana wajitume, waweze kucheza mpira, kwani mpira ni ajira. Mashindano haya nikitaka kuyazungumzia, hakika yameendelea kuleta furaha miongoni mwa vijana, hata watu wazima kwa makundi mbalimbali, akina mama, wazee, vijana, wote wamekuwa wakifurahi sana kuona mashindano haya yakiendelea. Mchango wetu, kwanza tunaungana na yeye mwandaaji. Kabla ya kuungana, naomba nimshukuru sana. Shukuru sana mwandaaji ndugu yetu Ezekiel Kapatia. Watu wenye mioyo ya namna hii ni wachache kabisa. Kwa hiyo mtu wa namna hii tunapaswa kutoa neno la shukurani. Sasa ushiriki wetu sisi ni kuunga mkono. Pale inapowezekana unamsapoti ili aendelee kuandaa mashindano haya. Kwa sababu mashindano haya yamekuwa na faida kubwa. Ulevi umepungua, uzurulaji umepungua. Vijana wamekuwa wakija kushiriki hapa. Sasa siku zote kuna amani na utulivu kwa sababu ipo sehemu ambayo vijana wanakwenda kucheza. Mimi nitoe rai, vijana wote waendelee kushiriki. Michezo ni ajira, michezo ni furaha, lakini michezo inaunganisha undugu, kijiji na kijiji, kata kwa kata, na mtu na mtu. Kwa hiyo nitoe wito, vijana washiriki kwa wingi kabisa, ili
basi waendeleze kuonyesha vipaji vyao. Tunawashukuru viongozi wetu kwa kutufanyia hii burudani ya michezo. Kwa ujumla viongozi wetu wametufanyia fursa kwa vijana wetu. Pia vijana wanaweza kuondokana na makundi mbalimbali kama vile wanaovuta bangi, wanaolewa. Pia michezo kwetu ni fursa na inatuletea burudani kwa ujumla. Tunawashukuru sana, muendelee kutupa moyo nasi tutakuwa nanyi pamoja. Tunasema karibuni sana Idodondole. Mimi ushauri wangu nawaomba wadau wapatikane. Sio leo hata kesho. Ndondo Cup ni nzuri sana. Kuna vijana wapo wazuri. Tunataka sisi mchezo. Ombi langu kwa viongozi wetu wengine wa kata, tunaomba hata viongozi wa halmashauri ngazi za wilaya, ngazi za mikoa, wanapoona mashindano haya basi watushike mkono kwa namna moja ama nyingine kwenda kutusapoti. Sisi ni vijana tunayetegemea tupate fursa mbalimbali. Ezekiel katoa kama motisha, lakini sisi tunaomba vijana hawa ili kutokuvunjika moyo wasapotiwe sana, wapewe mipira, wapewe ligi mbalimbali ili tuweze kudumisha amani na upendo. Mchezo huu wa Ndondo Cup si tu burudani kwa wachezaji na mashabiki wa soka, bali ni sehemu ya kujipatia kipato kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwanza nafurahia sana kuhusu hizi burudani kwa sababu moja, tunajipatia vipato vidogo vidogo hasa katika biashara ya kuuza karanga, kuuza ubuyu, ice cream. Kwa hiyo nilikuwa naomba hawa watu wa mashindano wasitukatie tamaa, yani waendelee kujitolea ili hata sisi tuweze kujipatia visenti kidogo kidogo vya kubadilisha mboga. Mashindano ya Ndondo Cup yamekuwa ni zaidi ya mpira. Ni hatua ya mabadiliko kwa vijana wengi. Ni ajira, ni mshikamano na matumaini makubwa kwa wadau, wachezaji na wapenda soka kwa ujumla. Ni jukumu letu sote kuiunga mkono Ndondo Cup, kuinua vipaji na kuandika historia mpya ya soka la mtaani. Hii ni Ndondo Cup, ni sauti ya mtaa, ni ndoto ya kijana anayependa mpira wa miguu na ushindi kwa jamii kwa ujumla. Imeandikwa na kusimuliwa na Ramadhani Juma wa Itigi TV. Itigi TV, furaha yetu tufike pamoja.